Naam, karibu. Asante. Na swali takriban mawili natamani kuuliza kutokana na mada iliyotolewa. Sawa. Swali langu la kwanza, kwa nini ndoa nyingi hazidumu katika jamii? Swali la pili. Swali la pili, kwa nini wanaume wengi katika ndoa wanakimbilia kwa michepuko, yani kwa wanawake ambao si halali yao? Swali la kwanza unasema kwa nini ndoa nyingi hazidumu? Ndoa ambazo hazidumu ni ndoa ambazo watu wameingia kwenye maisha ya ndoa na watu ambao sio chaguo lao sahihi. Watu ambao hawadumu kwenye ndoa ni watu ambao walikurupuka kuingia kwenye maisha ya mahusiano ya ndoa na huyo mtu. Watu ambao hawadumu kwenye ndoa ni watu ambao pengine mwanaume alikuwa na mapenzi ya dhati sana kwa mke wake, lakini mwanamke hakuwa na lengo moja linalofanana na mume wake, kwamba alitaka pengine aoge maji ya ndoa. Ndoa nyingi pia zimekuwa zikivunjika. Unaweza kukuta kwamba mmoja wa mwanandoa kaingia kwenye mahusiano ya ndoa na vitu ama ahadi, kwa sababu pengine uliahidiwa kufunguliwa biashara ama uliahidiwa kununuliwa gari, ama sasa vikikosekana vile vitu lazima hiyo ndoa itavunjika, kwa sababu yule mtu kaingia kwenye maisha ya ndoa na wewe kwa sababu ya nini? Ya vile vitu ulivyomwahidi. Na vitu vingine unaweza kukuta kama umeingia kwenye maisha ya ndoa na mtu ambaye uwezo wako wa kimapenzi ni mdogo. Sasa unakuta uwezo wa yule ulioingia naye kwenye maisha ya mahusiano ni mkubwa, ama wewe mwanamke uwezo wako ni mdogo, alafu yule ulioingia naye kwenye maisha ya ndoa uwezo wake ni mkubwa, ama pengine maumbile yake ni makubwa. Kwa hiyo kusambaratika kwa ndoa nyingi kuna siri nyingi, na hizo ndio sababu ambazo zinapelekea ndoa nyingi kuvunjika. Na swali la pili umesema kwa nini wana ndoa wengi wa kiume wanakwenda sana kwa michepuko. Hiyo tabia michepuko si kwa wanandoa wa kiume tu, hata wanandoa wa kike huwa wanatoka kwa sababu pengine ndoa zao zinahitaji kutunzwa na michepuko. Mtu anapotoka kwenye ndoa yake kuna kitu kinachomsababisha atoke ndani ya ndoa. Pengine mwanamke ameshindwa kumtuliza mwanaume wake, pengine ameshindwa kumpa furaha, kumpa amani, kumpa upendo. Sasa ndio wale tunazungumza, wengi wameingia kwenye maisha ya ndoa na watu ambao sio chaguo lao sahihi. Sasa unakuta kwamba kila alichotarajia hakipati, matokeo yake anaamua kuanzisha mahusiano kwingine ama kwa yule ex wake, lakini chanzo ni kukurupuka kwenye kuingia maisha ya ndoa. Ukifanya maamuzi sahihi hauwezi ukajuta, kwani anayekupenda hata siku moja hawezi kufanya ukajuta. Kwa hiyo sababu za wanandoa kuchepuka, sababu kuu cha kwanza kutokufanya upembuzi yakinifu hatua za mwanzoni. Ukifanya makosa kwenye maisha ya uchumba, kwenye maisha ya ndoa lazima ujute. Kosea yote, usikosee kuoa ama kuolewa. Kwa hiyo michepuko, chanzo cha wanandoa kuingia kwenye michepuko kwanza ni kutokuwa na maamuzi sahihi katika wale wanandoa wao. Na vitu vingine ndio hivyo, inakuja kwamba kutokupata vile vitu ambavyo ulivitarajia kwenye ndoa. Na vitu vingine ni kujisahau kwa wanandoa. Hivyo. Kwa nini thamani ya wanandoa inapungua? Usipojua thamani ya ndoa, aisee, huwezi jua thamani ya mwanandoa. Usipokuwa unajua ukubwa wa thamani ya ndoa, usipokuwa unajua ndoa ni nini, huwezi jua thamani ya ndoa na huwezi kuwa na thamani kwenye ndoa yako. Kwa hiyo thamani ya wanandoa inapungua kwa sababu ya kutokuipa thamani ndoa. Usipoipa thamani ndoa, yani lazima thamani ishuke, kwa
sababu thamani yako wewe mwanandoa inaletwa na thamani ya ndoa. Ndoa je peke yake inaweza kujitosheleza katika kujengwa na uchavitu, yaani kwa maana ya kwamba mwanamke anaweza akavutiwa na vitu fulani, endapo vikatoweka katika ndoa, mwanamke akaondoka katika ndoa. Naona ni jamii nyingi sana zinaathiriwa na uchavitu. Wengi wanakuwa wanaingia kwenye mahusiano na vitu na si mahusiano na watu. Kwa hiyo anapoingia kwenye mahusiano na mtu ambaye ana vitu, na vile vitu ndivyo vilivyomvutia yule mtu, vile vitu vikitoweka, na upendo wa yule mtu unatoweka, kwa sababu kampenda yule mtu kwa sababu ya vile vitu na sio kwa sababu yake. Kwa hiyo wengi wanaingia kwenye mahusiano ya ndoa na vitu, na watu wale ambao wako nao kwenye mahusiano hawajui au watu walionao ni watu ambao wapo kwa ajili yao ama wapo kwa ajili ya vitu walivyonao. Na ndio maana tunawashauri watu kabla ya kuingia kwenye maisha ya ndoa, ukiwa kwenye ule mchakato wa kwanza, hakikisha haufanyi makosa kwenye engo yoyote. Haufanyi makosa. Yaani ukijiona wewe ni wa kawaida, usijilazimishe kuwa na mtu wa matawi. Ukijiona wewe ni mtu wa kipato cha chini, usijilazimishe kuwa na mtu ambaye mahitaji yake ni makubwa. Tuwe na watu kutokana na tulivyo. Ukiwa na mtu ambaye mnaendana naye, ulivyo ndivyo yeye anavyopenda ulivyo, hawezi akakufanya hata siku moja kutamka na juta kuwa nawe. Na wakati wote utakuwa ni mtu wa furaha, amani, utapata utulivu. Wengi ambao wako kwenye maisha mahusiano na ndoa hawana utulivu, hawana amani na ndoa zao. Kuna wakina mama unaweza kukuta kwamba wana maisha mazuri, wako kwenye nyumba nzuri, lakini hawana furaha, kwa sababu wameingia kwenye maisha ya mahusiano ya ndoa aidha kwa kuwaridhisha familia zao ama kwa kutaka maisha ya kifahari, ili watu wakimuona wajue kwamba anaishi maisha, lakini maisha halisi anayoishi ndani ya hiyo ndoa yanamfanya asiwe na furaha. Wakati mwingine anayakumbuka hata yale maisha ya kawaida, lakini tayari kashaingia kwenye hayo maisha, familia yake inamtegemea yeye. Kwa hiyo anaamua kujiripua kuyaishi maisha ya mateso kwa sababu tu akidhi mahitaji ya wazazi wake. Ni hivyo. Basi nashukuru. Nashukuru sana.